Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU umefikia makubaliano nzito na kutoa azimio rasmi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kufuatia kuendelea kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, pamoja na matukio ya furugu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Akizungumza kupitia taarifa hiyo iliyotolewa rasmi kutoka makao makuu ya jumuiya hiyo, mwenyekiti mtendaji wa umoja huo ameeleza kuwa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti mtendaji wa IDU anaendelea kuzuiliwa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, anakabiliwa na mashtaka ya uhaini yaliyobuniwa na vyombo vya dola kufuatia kukamatwa kwake kiolela tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2025. IDU imebainisha kuwa hali anayokumbana nayo Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa katika kifungo cha ubweke ndani ya gereza lenye ulinzi mkali la Ukonga ni ngumu na isiyo na kibinadamu na imesababisha kudorora vibaya kwa afya yake. Mhimili wa mahakama nchini Tanzania anashutumiwa kutumiwa kisiasa dhidi ya viongozi wa vyama vya upinzani na kushindwa kutekeleza wajibu wake wa kisheria na kiutendaji katika shauri linalomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Kesi ambayo kwa msingi wa kisheria haikupaswa hata kupokelewa au kusikizwa mahakamani kwa kuwa haina msingi wa kisheria unaoaminika. Mbali na shauri hilo, kuna njama zinazoripotiwa na vyombo vya dola nchini Tanzania zenye lengo la kuiangamiza na kuidhoofisha Chadema kama wanavyoidhihirisha na mwenendo wa kesi mbalimbali mahakamani. Hatua hizi zinaambatana na juhudi za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kuficha mauaji ya raia yaliyotekelezwa wakati wa mchakato wa uchaguzi huu wa mwaka wa 2025, huku mamia ya viongozi, wanachama na wafuasi wa Chadema wakiwa wanaendelea kusota gerezani wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali yenye msukumo wa kisiasa. Kutokana na hali hiyo, Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU umeazimia kuendelea kusisitiza kuwa kuzuiliwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu na mashtaka ya aina ya uhaini dhidi yake vinaratibiwa kisiasa na hivyo unadai kuachiliwa kwake mara moja bila masharti yeyote. Mamlaka za Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan zinatakiwa kuheshimu na kulinda haki za kimsingi za Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha anapata huduma stahiki za matibabu na fursa ya kuonana na mawakili wake, vilevile na wawakilishi wake na wanaowakilisha yeye kwa kisheria. Umoja huo pia unasisitiza kuachiliwa huru mara moja kwa wafungwa wote wa siasa na kusimbukuza mamlaka nchini Tanzania kuheshimu mfumo wa sheria na siasa za vyama vingi unaowapa Watanzania haki yao ya kidemokrasia. IDU imetangaza nia ya kutaarifu ulimwengu kuwa mauaji yaliyotokea Oktoba mwaka 2025 yanahitaji uchunguzi huru wa kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa UN na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ya ICC, huku ikitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuizingatia serikali ya Tanzania sasa inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan kwa kuiweka vikwazo vikali pamoja na marufuku ya kusafiri kwa mtu yeyote anayehusika na ukiukwaji huo. Shinikizo hili la kimataifa linazidi kuwa nzito kufuatia hatua ya Jumuiya ya Madola kumpa masharti makali Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na hali halisi ya kiutawala na haki za binadamu nchini. Katika taarifa yake rasmi, Jumuiya ya Madola imemtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kuwa serikali yake inarejesha mara moja misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na kuheshimu mikataba ya kimataifa ambayo
Tanzania imesaini. Jumuiya hiyo imeweka masharti kwamba serikali ya Tanzania lazima iruhusu tume huru za kimataifa kukagua hali ya magereza na kutoa fursa ya uchunguzi wa wazi kuhusu matukio yote ya ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji yaliyotokea wakati wa mchakato wa uchaguzi. Jumuiya hiyo ya madola imesisitiza kutekelezwa kwa masharti hayo kutasababisha Tanzania kukabiliwa na hatua za kisheria na za kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kwa wanachama wake na kusitishwa kwa msaada wa kiuchumi na maendeleo unaotolewa na nchi ya wanachama wa jumuiya hiyo. Wakati huo huo, bunge la Ulaya nalo limeingia katikati kwa kutoa msimamo kali dhidi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kufuatia kuzorota kwa hali ya kisiasa na haki za binadamu nchini Tanzania. Bunge la Ulaya limepitisha azimio linalotaka kusitishwa kwa mara moja kwa msaada wote wa kifedha au programu za maendeleo zinazofadhiliwa na Umoja wa Ulaya nchini Tanzania hadi hapo serikali itakapomwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu na mahabusu wote wa kisiasa. Mabalozi na wabunge wa bunge la Ulaya wameeleza kuwa serikali ya Samia Suluhu Hassan inakiuka misingi mikuu ya mkataba wa ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na nchi za Afrika, Karibiani na Pasifiki. Bunge hilo limeagiza tume la Ulaya kuandaa orodha ya viongozi wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania wanaohusika na matumizi mabaya ya madaraka, utesaji na ukiukwaji wa haki za binadamu ili wawekewe vikwazo binafsi vinavyojumuisha kuzuiliwa kwa mali zao zilizoko katika nchi za Ulaya na kuzuiliwa kwa kuingia katika eneo la Schengen. Nalo Seneti ya Marekani imechukua hatua madhubuti za kisheria na kidiplomasia kwa kutoa taarifa rasmi inayolaani mwenendo wa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan dhidi ya wapinzani wa kisiasa na taasisi za kiutawala nchini Tanzania. Maseneta kutoka vyama vyote vikubwa nchini Marekani wamewasilisha mswada maalum unayoitaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kufanya tathmini ya kina kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, unyimwaji wa uhuru wa vyombo vya habari na matumizi ya mfumo wa mahakama kukandamiza demokrasia nchini Tanzania. Seneti ya Marekani imesisitiza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan lazima iwajibike kwa kuzuia fursa vya kisiasa na ukiukwaji wa haki za binadamu za Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu pamoja na viongozi wengine wa Chadema. Mswada huu wa Seneti ya Marekani unapendekeza kuzuia visa vya usafiri kwa viongozi wakuu wa serikali ya Tanzania, maafisa wa mahakama, makamanda wa polisi wanaohusika na kukamatwa kinyume cha sheria kwa viongozi wa upinzani. Uamuzi huu wa pamoja kutoka Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU, Jumuiya ya Madola, Bunge la Ulaya na Seneti ya Marekani unaiweka serikali ya Samia Suluhu Hassan katika shinikizo kubwa zaidi la kidiplomasia na kiuchumi tangu kuingia kwake madarakani. Hatua hizi za kimataifa zinadhihirisha kuwa mataifa ya nje na ya taasisi za kimataifa zimeamua kuchukua hatua za moja kwa moja ili kuhakikisha kuwa sheria na misingi ya demokrasia vinaheshimiwa nchini Tanzania. Shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International na kituo cha Legal and Human Rights Center navyo vimeendelea kutoa ripoti zinazounga mkono maazimio hayo ya kimataifa, vikibainisha kuwa kuendelea kuzuiliwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu katika gereza la Ukonga bila kupewa haki zake za kisheria ni ukiukwaji mkubwa wa katiba ya nchi na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu.